kuna mwanamke mwenzangu amekuja, ameenda gesti, ameacha mtoto wa siku 3 ambaye mpaka leo mtoto huyu tunamkadiria kwa na siku 5 toka amezaliwa. Amemtelekeza mtoto pale na ameondoka. Mtoto huyu, wale wa gesti wametoa taarifa polisi na dawati la jamii limeenda pale, limemchukua mtoto, limempeleka hospitali na kuniletea mimi mkuu wa wilaya kuweza kutangaza ili tupate mama ambaye anahusika kwa ajili ya mtoto huyu. Ni haki ya mtoto kupata maziwa ya mama kuanzia siku ya kwanza anazaliwa mpaka miaka 2. Ni haki yake kunyonya. Sasa nikiwa kama mama, lakini nikiwa kama mlezi ndani ya wilaya, ninaomba yeyote yule anayetambua na anayejua kuna mama sehemu alikuwa ni mjamzito, amezaa mtoto lakini haonekani akiwa na mtoto, atoe taarifa haraka kituo cha polisi Nzega ama ofisi ya mkuu wa wilaya Nzega. Kama kuna baba anajua mwanamke wake ametelekeza mtoto ama alikuwa na mimba yake na haoni ule mtoto alikopelekwa, ninakuomba wewe baba, njoo ofisi ya mkuu wa wilaya, nenda kituo cha polisi, katoe taarifa, tushirikiane kwa pamoja kuweza kumpa mtoto haki yake. Ni haki yake kunyonya, ni haki yake kulelewa. Mimi kama mkuu wa wilaya pamoja na dawati la jinsia tuna uwezo pia wa kumlea, lakini hatuna uwezo wa kumpa maziwa ya mama ambayo ni haki yake. Ninatoa donge nono tu la shilingi 500 kwa yoyote atakayeniletea taarifa halali kuhusu mama ya huyu mtoto. Nitampatia shilingi 500 kesho kutoka mfukoni kwangu, ili mradi nipate mama ambaye ametelekeza huyu mtoto ili amnyonyeshe mtoto wake. Sitampeleka magereza, sitampeleka popote. Siku ya tarehe 17 muda wa saa 11 saa 1:30 kuelekea saa 2 alikuja dada mmoja akiwa anahitaji huduma ya vyumba. Kabla sijamhudumia, nilikuwa nahudumia wateja wengine, nikawa nimemuomba anisubiri kidogo mapokezi. Baada ya kuhudumia wale wateja wengine kurudi mapokezi, ndipo nilikuta kitoto kile kidogo kakitelekeza. Mavazi yake alipoingia alikuwa kajifunika kitenge na kapakata hicho kitoto, na hisi kwa sababu muonekano wake alikuwa kama vile mjamzito alivyokuwa kajifunika kile kitenge. Baada ya kutoka kuhudumia kule, ndo nilikuta kile kitoto kakitelekeza pale mapokezi chini sakafuni. Ndipo tulipotafuta utaratibu labda wa kumpata mama wa mtoto, lakini hatukufanikiwa kumpata mpaka mida ya saa 3 usiku. Ndipo tulipochukua hatua ya kwenda kumripoti polisi mtoto ili aendelee kupata huduma. Kwa hiyo tulimpokea na tulimwangalia. Tunamshukuru Mungu kwamba katika kumtazama kwa utaalamu hatukuona changamoto yoyote ile. Alikuwa ni mtoto wa kike, alikuwa na kilo 2. Kwa hiyo tulimweka katika dawa ambazo tulikuwa tukiamini kwamba zitaenda kumsaidia. Miongoni mwake ni antibiotic, dawa kukinzana na wadudu ambao wanashambulia mwili, lakini pia na kumwanzishia vyakula, virutubisho ambavyo vitaendana naye kulingana na Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.